Mheshimiwa Alois John Kamamba, mbunge wa Buyungu, sasa ulize swali lake. Je, upi mpango wa kuwapandisha madaraja kwa mserereko walimu wenye changamoto ya kupandishwa madaraja wakiwemo wa Kakonko? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Deus Sangu. Mheshimiwa Deus Sangu, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 6(1)(b) cha Sheria ya Utumishi wa Umma sura 298, jukumu la kuwapandisha vyeo watumishi ni la mwajili husika. Jukumu hili hutekelezwa baada ya Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kutoa mwongozo wa kuwataka waajili kuandaa na kuwasilisha ikama na bajeti ya mwaka husika wa fedha na ofisi kulizia utekelezaji wa bajeti hiyo. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2024/25 serikali imetoa mwongozo unaohusu upandishwaji vyeo na ubadilishaji wa kada ikiwemo kwa watumishi waliocheleweshwa kupandishwa vyeo. Hivyo nitoe wito kwa waajili wote nchini kutekeleza kwa wakati mwongozo huu ili kuepusha malalamiko kwa watumishi wa umma wenye changamoto za kupandishwa vyeo wakiwemo watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Mheshimiwa Alois John Kamamba, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwanza, naishukuru sana serikali kwa majibu, lakini nampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya, hasa ya kuangalia watumishi na kuwapandisha vyeo na kuwalipa stahili zao. Swali la kwanza, wapo walimu walioajiriwa mwaka 2013 katika wilaya ya Kakonko lakini hawakupandishwa madaraja kama walivyostahili. Nini kauli ya serikali kuhusiana na walimu hao ambao hawakuweza kupata madaraja yao kwa wakati? Swali la pili, Mheshimiwa Spika, ninayo orodha ya watumishi wa wilaya ya Kakonko ambao walishawasilisha majina na maombi kwenye ofisi ya Mheshimiwa Waziri lakini hawajaweza kushughulikiwa. Yuko tayari nimkabidhi orodha hiyo ili msaidie katika kuhakikisha kwamba watumishi hao wanapata stahili zao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Mwalimu Alois Kamamba kwa kufuatilia stahiki za walimu na masuala yote yanayohusu walimu nchini. Nikijibu maswali yake mawili ya nyongeza kwamba kuna walimu mwaka 2013 walioajiliwa mwaka huu hawakupandishwa vyeo. Ni kweli, si wote. Mwaka 2013 kuna baadhi yao, na katika zoezi hili tayari walimu wapatao 48,189 wameshapandishwa vyeo. Hata hivyo, naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, serikali tayari imeshatoa waraka kuwataka wakurugenzi wote wa halmashauri wahakikishe kabla ya mwisho wa mwezi huu walete majina ya watumishi waliosahaulika, na si walimu tu, ni watumishi wote wa umma wanatakiwa kutufikisha taarifa zao ili kabla mwaka wa fedha huu kuisha tuwe tayari tumewapandisha madaraja kulingana na walivyostahili kuwa. Lakini orodha hiyo ambayo Mheshimiwa mbunge unayo na kukaribisha utaileta ili tuweze kuifanyia kazi, kwa kuwa tayari tutakuwa tumeturahisishia kazi ya kuleta. Na pia katika manispaa ya Kigoma Ujiji changamoto hii ni kubwa. Nitoe rai pia kwa mkurugenzi ahakikishe orodha hiyo anaileta kwa wakati.